Mwanamke, nina imani umefuatilia kipindi cha kwanza na hiki ni kipindi cha pili ambacho kinaitwa Ukuu wa Mwanamke. Ungana nami balozi wa wanawake dunia nzima. Unajiuliza, kaka, hilo jina umelipata wapi? Ni mbingu zimeniachilia ili niwe msemaji wa mwanamke mmoja aweze kurudi katika nafasi yake. Inasemekana wanaume wengi sana wakisema mwanamke ni kiumbe dhaifu, hata maandiko yamepata kutuambia, lakini si kweli kama wanaume ambavyo wanasema. Kuna ukuu ambao uko ndani ya mwanamke ambao wengi hawaujui. Sasa mwanamke unayenisikiliza, futa chozi upande wa kulia, futa chozi upande wa kushoto, alafu vuta pumzi, alafu pumua, alafu relax. Nisikilize balozi wa wanawake nikiitwa kaka wa madhabahuni. Sasa kama mwanamke angekuwa ni dhaifu kama ambavyo wanaume wanasema ya kwamba mwanamke ni kiumbe dhaifu, nataka nikwambie mwanamke si kiumbe dhaifu kama ambavyo wanaume wanasema, ama wakisema maandiko yamesema. Maandiko matakatifu yalivyopata kusema mwanamke ni kiumbe dhaifu ni kwa sababu moja: mwanamke hajapatikana kwa mavumbi ama udongo, bali amepatikana kwa nyama ya mwanaume. Na siku zote nyama tunapataga kuielewa, nyama ni laini laini, steki iliyononanona, na hii ndio sababu maandiko yanasema mwanamke ni chombo kidhaifu, kwa maana hawezi shughuli ngumu za kufanya. Lakini mwanaume ni kiumbe kikakamavu, na hii ndio sababu amepatikanika kwa udongo. Na ndio maana hata Mungu wakati anamlaani mwanaume analaani udongo, anasema kwa ajili yako Adamu ardhi imelaniwa, utakula kwa jasho. Ya kwamba kumbe mwanaume kwa sababu ya mabavu yake, kwa sababu ya nguvu zake za mwili, kwa hiyo ni lazima atafute kwa jasho. Lakini Mungu anapomlaani mwanamke anasema mwanamke, kuanzia sasa na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Unaelewa? Ni laana mbili tofauti. Laana ya mwanaume inaenda katika misuri, katika utafutaji, katika kupambana, kutumia nguvu, lakini laana ya mwanamke inakuwa ni nyololo. Tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Kwa nini? Kwa maana Mungu alilaani kwa sababu kila mtu alivyokuja alimlaani katika ile nafasi ambayo mtu alikuja ama mtu huyu alipatikanika. Sasa mpaka hapo utanielewa ya kwamba kumbe mwanamke tunaposema ni dhaifu kufanya kazi za kiume. Mwanamke tunaposema ni dhaifu kwa sababu ya kubeba nondo, ni dhaifu kwa sababu ya makazi magumu yale ya kufanya atoe kwa jasho. Hiyo ndiyo maandiko yalichostahili, yalichomaanisha. Hayakumaanisha kama watu leo ambavyo wako wanamdhihaki mwanamke na kusema wewe ni chombo kidhaifu, wewe haustahili, wewe haufai. Wakimwambia maneno hayo, ni dhaifu, hawezi kubeba matofali 10 kama ambavyo unabeba wewe mwanaume. Ni dhaifu, hawezi akajitwika magunia kama wewe ambavyo unajitwika. Hiyo ndio tofauti kati ya mwanaume na mwanamke. Sasa kama mwanamke ni kiumbe dhaifu, maandiko matakatifu katika Yeremia yanapata kuniambia kwamba tazama, Bwana afanya jambo jipya, mwanamke atamlinda mwanaume. Hapo ndipo ambapo unachokaga kabisa. Najiuliza maswali, huyu mwanamke Umisuni Chakalaboti amejifunza lini? Huyu mwanamke Uvandame Schwarzenegger amejifunza lini? Unajua kuna kitu lazima ushangae. Yeremia anasema ya kwamba mwanamke, tazama Bwana afanya jambo jipya duniani. Bwana amefanya jambo jipya katika dunia. Mwanamke atamlinda mwanaume. Tunaposema kuhusu kulinda, tunazungumza kuhusu bodyguard. Sasa una uwezo wa kujiuliza, je, mafunzo ya kumlinda mwanaume mwanamke aliyajulia wapi? Mafunzo ya mwanamke kulinda mume wake, kulinda mwanaume aliyajulia wapi? Na huyu mwanamke maandiko yanasema ni kiumbe dhaifu. Je, aliyajulia wapi? Unapata kuelewa jambo moja. Wakati wa somo la kwanza nilipata kukwambia, wakati Mungu anamleta Eva katika bustani ya Eden, alipata kumlaza Adamu usingizi mzito. Adamu alilala usingizi mzito, na Mungu alipomtoa Eva katika ubavu wa Adamu alikuwa amelala fofofo, lakini Eva alikuwa macho kipindi ambacho Adamu amelala. Unaelewa ya kwamba ni formula ya Mungu anapoumba kwa kusema ama kunena. Wakati Mungu anamleta Eva, haimaanishi Mungu alikaga kimya akamvuta Mungu akaendelea na mambo yake. Ni kitu kisichowezekanika. Ina maana Mungu, Adamu alivyopata kulala, Mungu akaanza kumwelekeza Eva ya kwamba umeona hapa udhaifu wa mwanaume uko hapa, umeona hapa mwanaume yuko hivi, umeona hapa mwanaume yuko 1 2 3. Kipindi hicho mwamba Adamu anakoroma fofofo kama chula. Nisikilize mwana wa Mungu. Mungu akapata kumwonyesha Eva, akasema
Eva alivyopata kuelewa hiyo, basi mambo yakawa ni mambo, akasema sawa. Baada ya hapo Mungu akapata kuondoka, kwa maana maandiko yanaambia kwamba Adamu alivyopata kuamka alimuona Mungu na Eva. Mungu baada ya kumaliza biashara yake na Eva, baada ya kumaliza kukamilisha jambo lake jipya duniani, tazama Mungu afanya jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanaume. Mungu alivyomaliza kulifanya lile jambo, Mungu akaondoka. Adamu anaamka na manguvu yake ya udongo, anakudua tu huyu ndio ambaye ninafanana naye, lakini hajui Eva aliongea nini na Mungu. Kwa hiyo ndio maana huwa ninapenda kuambia wanaume wengi sana katika dunia hii, ishi vizuri na mwanamke. Mwanamke anajua udhaifu wako, anajua jinsi gani anaweza akakudhibiti, akakupata, akafanya vile atakavyo. Ana uwezo huo kama mwanamke atakaa kwenye nafasi yake vizuri. Nataka nikwambie mwanaume ambaye uko na nyanyapaa, unatesa mtoto wa watu, unadhihaki sana wanawake, ukiona kwamba hawa wanawake unasiaki sana. Nataka nikwambie hivyo ni viumbe tofauti, ni viumbe ambavyo matured, ni viumbe ambavyo sio vya kawaida kama watu ambavyo wanazania. Ukweli ni kwamba kuna siri ndani ya mwanamke, na mimi balozi wa wanawake dunia nzima, nitakupa mafunuo juu ya mwanamke ili uheshimu mwanamke katika dunia hii. Sasa tunapata kuona, anasema tazama Bwana afanya jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanaume. Mpaka hapo umeshaelewa kwamba kuna siri ndani ya mwanamke ambayo mwanamke aliongea na Mungu. Baada ya kuongea na Mungu, kipindi hicho Adamu amelala fofofo, haelewi jambo lolote. Kwa hiyo huyu Eva alikuwa na siri ndani yake ya kiungu ambayo mpaka leo sisi wanaume hatujuagi Mungu aliongeaga nini na huyu mwanamke. Na hii ndio sababu anasema Mungu afanya jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanaume. Sasa haikuishia hapo, tunapata kuona baada ya hapo Eva akawa anaendelea kulanjalanja na Adam katika bustani ya Eden, wakifurahi wakicheza hivi. Lakini siku moja ambayo Eva na Adam wakapata kuseparate kidogo kwa muda mfupi, ndio shetani akapata upenyo wa kuongea na Eva. Alivyopata upenyo wa kuongea na Eva, akaenda akamwambia habari njema sana kwa shetani. Unafikiri shetani ile ilikuwa kwake ni habari mbaya? Ilikuwa ni habari njema. Hata adui anavyokuwa na kusudio la kumwangusha mtu, yeye kwake ni habari njema, maana mafanikio yake ni wewe ukianguka. Kwa hiyo hata shetani kwake ilikuwa ni habari njema ya kwamba hii naenda kumpasha Eva habari. Nikimpasha Eva habari tu, Eva anakaa down, akapata kumwambia Mungu amesema 1 2 3, unajua kuna hivi kuna hivi kuna hivi, unajua Eva bwana wewe. Akaongea naye maneno mengi sana. Baada ya kuongea naye yale maneno mengi sana, maandiko matakatifu yanapata kuniambia ndipo Eva akachuma tunda akala. Baada ya kula lile tunda, akaenda akampelekea mume wake. Alivyompelekea mume wake, akamwambia kula. Adamu naye akala. Alivyopata kula Adamu, kumbuka Adamu akasahau mpaka sheria za Mungu, ambaye Mungu alikuwa amempatia sheria ya kwamba Adamu, wewe ndio msimamizi katika bustani ya Eden. Lakini kwa sababu ya nguvu ya mwanamke, Adamu akatoka katika pointi ya Mungu. Mpaka hapo na uwezo ukajiuliza swali, mwanamke ana ushawishi kiasi gani mpaka mwanaume anatoka katika misingi ya Mungu? Unaelewa kabisa Adamu anatoka katika position ya kumsikia Mungu, anaanza kumsikiliza mke wake. Ni kwa sababu Eva tayari ana sauti nyingine amepewa na shetani, na hii ndio maana Eva ndani yake akawa na spiriti kuu mbili. Ana spiriti ya Mungu, ile ya kwanza wakati Mungu anamfanya kipindi ambacho Adamu amelala, na kwa mara ya pili tunakuja kuona ana spiriti ya kishetani ambayo shetani amemjaza, ambayo hiyo ndio akaenda akaitumia kwa Adamu, na Adamu akatii sauti ya Eva, akala tunda, akasahau sauti ya Mungu. Ukitaka kunielewa, Adamu alitii sauti ya Eva, na hii ndio sababu Mungu wakati anaenda kumuuliza Adamu, kwa nini umekula matunda ya mti niliyokuambia usile? Adamu anamwambia Mungu, si mimi, ni huyu mwanamke ulionipa. Unapata kuelewa, mwanamke alikuwa na nguvu, na ndio maana Adamu akashindwa kujitetea machoni pa Mungu, akampakazia mwanamke ya kwamba si mimi, ni huyu mwanamke ulionipa, kwa maana wewe ndio unayemjua vizuri, mimi simjui. Lakini simba anazijua, mbwa anazijua, nyangumi anazijua, ila hiki kiumbe sikijui. Sasa mpaka hapo nitakushangaa sana. Umekaa sana, umemnunia mke wako, umenunia mchumba wako, umetoa macho, mwanaume yamekufuduka kama machungwa ya sijui ya wapi, yamekaa kama matikiti maji, umefuduka macho, unasema mimi ndio kidume. Wewe hakuna kidume kwa mwanamke ambaye anajitambua. Mpaka hapo ninakushangaa, mwanamke ambaye umekaa kwenye kitanda chako huko unalialia tu, ujielewe eti mwanaume anakuumiza. Mwanamke anaumizwa na mwanaume? Ulisikia wapi hiyo? Mwanamke analia kwa sababu ya kuleta mabadiliko. Mahali ambapo pameshindikanika, yeye huleta mabadiliko.
unapata kuelewa. Baada ya mwanamke tu kuanza kusikia sauti ya shetani, alivyokutana na shetani, na ifahamike ndio mtu wa kwanza duniani kukutana na shetani face to face. Kwa hiyo mpaka hapo utaelewa kwa nini maandiko nasema usiruhusu mwanamke mchawi aishi. Na imani mpaka hapo unanielewa, mwanaume ambao unanisikiliza. Kwa hiyo nini maana yangu? Huu ni ukuu wa mwanamke. Tutaendelea kumfunua mwanamke mahali hapa. Kuna siri ambazo ziko ndani ya mwanamke ambazo wengi hawazijui, na wanawake wengi wametoka kwenye nafasi zao, wako wanalia sana, wanaona kama Mungu amewaacha. Ni kwa sababu hawajajijua wao ni wakina nani. Lakini laiti kama mwanamke akijijua yeye ni nani, dunia imepona. Barikiwa na Mungu akubariki.